Basi ikiwa leo ndo ile siku ambayo tunahitimisha, tunamaliza simulizi ya ndugu yetu Bahati, mimi nakukaribisha kumalizia safari hii ambayo tumeianza pamoja muda mrefu sana. Tumekuwa pamoja tukisikia yale ambayo amemkuta Bahati. Leo tunafika tamati. Tuna sehemu ndogo tu ambayo tujielezea. Mimi naitwa Madam T, unasikiliza 98.7 Banana FM kutoka Shanditani Moshi Kilimanjaro. Lakini pia niwakumbushe na niwaambie wale ambao walipitwa na simulizi ya Bahati, wale ambao kufanikiwa kusikiliza simulizi ya Bahati, basi ukiingia kwenye YouTube yetu ya Banana FM TZ, andika Banana FM TZ, alafu utafuta Bahati, ipo kule kuanzia sehemu ya kwanza, kuanzia tulipoanza maisha halisi ya Bahati. Leo tunaendelea na tuendelee pale ambapo Bahati hataki kuzungumza na mama yake, amevunja undugu na mama yake, japo Bahati anasema pia alijilaumu sana katika kipindi kile kwamba amechelewa sana kufanya maamuzi kama hayo, kwa sababu mama yake amemuumiza kwa mengi sana. Alistahili kumfanyia hivyo mapema sana, lakini hajui labda ni uchewe mama yake ndio ambao ulikuwa bado uko ndani ya Bahati. Bahati alikuwa ndio maana alikuwa bado, licha yote ambayo anamfanyia, bado alimbeba na kuishi naye kama mama yake. Bado alikubali kwamba ni mama yake, ameua ndugu zake, anajua kila kitu mama yake alichokifanya, lakini bado Bahati anasema aliridhia kuendelea kuwa mnyenyekevu, kuwa kama kijana wake. Bahati anasema niliambiwa kwamba mamangu kule kijijini ana hali mbaya sana, na Bahati anasema mke wangu alikuwa ananishawishi sana, ananiomba sana, ananiambia naomba umsamehe mama yako. Hii dunia hata ukifa leo wewe utakuwa umekufa na kinyongo, na mama yako akitokea akafa hatakufa akiwa anajua kabisa mwanae hajamsamehe, mwanae ana kinyongo na yeye, na wewe pia utajisikia vibaya sana pale ambapo mama yako atafariki dunia ukiwa haujamsamehe. Nikamwambia mimi wala hata sitapata tabu, wala sitapata changamoto yoyote, kama akifa ya afe tu. Mbona wengine aliwaua watoto wake, afe, itakuwa ni muda wake kufariki umefika, aende tena akajibu mashtaka mbele ya Mwenyezi Mungu. Naamini katika muda huo ambao amewekwa hai atakuwa ametubu, kaomba msamaha, na amewaomba pia wanae kwa wale ambao amewafanyia. Bahati anasema mke wangu hakusita kuendelea kunihamasisha na kuniomba kwamba ni msamehe mamangu, yani mpaka ikawa kero tena. Kila siku, yani kila siku lazima aniambie hayo maneno, kila siku lazima alete hizo story. Yani sikuwa nakumbuka kama kuna siku ambayo inaweza ikapita mke wangu hajaniambia kwamba msamehe mamako. Yani ile ambayo ameshatokea, hatuwezi kurudisha maisha nyuma, hatuwezi kufufua ndugu zako, hatuwezi kurudisha maisha yako yakayatengeneza tena yakabadilika. Kwa hiyo fungua moyo, fungua nafsi, samehe, acha yapite. Hata kama ni adhabu ataadhibiwa na Mungu na nini. Bahati anasema kiukweli nilikuwa mbishi, lakini ilibidi ni kubali. Wakati huo Bahati anasema simu bado za nyumbani napewa, na yule anaambiwa hali mamako sio nzuri. Hata yule mama ambaye anamwangalia, ambaye mke wangu anamlipa, nawaambia hayupo vizuri, lakini anazidi kudhoofika, anazidi kuwa na hali mbaya kila inapoitwa leo. Kwa Bahati anasema nikabidi sasa ni kubali, na mke wangu akaniambia niende, akaniambia maisha yetu ni mabaya, ni mabovu, yani lakini hayana ubaya kiasi hicho ya kusema usishindwe kwenda kumuona mama. Yani hatuna yale maisha ya zamani, lakini at least tunacho ambacho tunajua ni cha kwetu, tunaweza kumudu. Hatujashindwa kumudu gharama za kwenda mpaka Njombe, hata kama tutakuwa tunataka kwenda kila baada ya mwezi mmoja, we can. Kwa hiyo nenda ukazungumzie na mama. Kama ulivyotoka hapo ukaenda kwake kwa ajili ya kumwambia maneno makali, basi nenda kumwambia kwamba umemsamehe. Hata akifa atapumzika kwa amani, akijua kijana wake umemsamehe, kuliko sasa hivi anavyoteseka hivyo. Na wewe pia hata moyo wako utasunzika. Kuna siku machungu yatakupungua, utaona bora kama ungemsamehe mamako akiwa hai. Bahati anasema kweli tulifanya kama baada ya wiki na nusu,
ndo mimi nikaenda Njombe. Bahati anasema nimeenda Njombe, mamangu alikuwa na hali mbaya kweli. Bahati anasema kwanza amechoka. Yaani nilivyomwangalia, Bahati anasema nikakumbuka vile baba ambavyo alichoka kipindi kile, pia anaumwa, mpaka ile siku namsafirisha nikaambiwa kwenda kananiza kwa nini namsafirisha mzee akiwa analia, kwa sababu alikuwa amechoka. Bahati anasema amechoka kama yule mtu ambaye alikuwa na ule ugonjwa wa zamani, kuungua ile ya zamani ambavyo mtu anakuta amechoka. Bahati anasema mamangu alikuwa amepungua, kachoka, alafu mguu umevimba, una maji, yani umeoza. Anasema umeoza. Daktari akienda ni anasafisha na anasafishwa, anafanywa dressing na nini, lakini bado mguu wake ni mbaya. Lakini Bahati anasema hana kisukari, hana sweet pressure, hana magonjwa ambayo yanasababisha kile kidonda kisipone, lakini haponi, bado hali yake ni mbovu, ni mbaya. Bahati anasema nilifika nyumbani, nikamwangalia mamangu. Bahati anasema yani nimefika kwa sababu ya kushawishiwa na mke wangu na huyu rafiki yangu wa huko, lakini Bahati anasema hata nilivyokuwa namwangalia mamangu, kikubwa zaidi nilichokuwa nakikumbuka ni hali ya babangu kipindi kile. Sio kwamba niliingia na uchungu na yeye kiasi kile, kwa sababu niliamini kwamba analipa kile alichokifanya. Yani analipa maumivu ambayo ameyapitisha kwa wengine. Bahati anasema niliongea na mamangu, na Bahati anasema alikuwa anaongea vizuri tu, yani na vile amechoka, lakini anaongea sauti inatoka na anaongea maneno ambayo mnaelewana. Akawa ananiambia kwamba hali yake sio nzuri na nini, anaumwa, anaomba nimsamehe. Bahati anasema mamangu akaanza kulia pale, akaanza kuniambia naomba unisamehe, nimefanya mengi, nimeua ndugu zako, nimekutesa, nimemtesa babako, nimepoteza maisha ya watu wengi, nimeshiriki kwenye vitu vingi vya ajabu, nimekuwa mchawi ambaye si uchawi ambao sijapata nao manufaa yoyote zaidi ya ugonjwa, mateso, nateseka, naomba unisamehe mwanangu, nisamehe sana. Ni kweli mimi nimefanya mengi mabaya, nimekufanyia mengi mabaya, lakini naomba unisamehe sana. Bahati anasema kwa sababu mimi nilikuja huko kwa ajili ya kuja kumsikiza mamangu na kumwambia kwamba nimemsamehe, wala hata sikutaka endelee kuongea sana. Nikamwambia mimi nimekusamehe kabisa, nimekusamehe kutoka moyoni mwangu, na wala usiwe na shaka kabisa, kwa sababu usisi kama nimekuambia tukukuridhisha. Kama ningekuwa sijakusamehe, basi mimi nisingefunga safari kuja huko. Kwa mimi nimekusamehe. Bahati anasema kweli tukaongea na mamangu pale, nikaongea nikamwambia sasa mimi nitakuwa hapa kwa siku 2, lakini sitaki tuzungumzie hayo masuala ambayo yameshapita, kwa sababu tumeshasameheana na nini, basi naomba kwa wakati huu tukae vizuri. Bahati anasema akaniambia kwamba anaomba nikae kwa at least hata mwezi mmoja, yani hivyo kwa mwezi. Nikamwambia mama kwa mwezi sitaweza kwa kweli, kwa sababu Bahati anasema nilivyorudi kule tayari sikuwa na kazi, lakini kazi nilishapoteza, lakini kuna ile duka ambayo tufungwa na mke wangu. Kwa hiyo tuliona ili kupunguza majukumu, basi yule mfanyakazi aende, mimi ndo nakaa dukani, kwa mimi nafanya biashara. Nilea biashara, mke wangu anaenda kazini, ameajiriwa. Bahati anasema pale mamangu akaniambia kwamba siku 2 ni nyingi sana, mimi ni chache sana, na Bahati anasema akaniomba basi at least wiki 2. Nikamwambia mama ngoja tuone, lakini tuishie kwenye wiki, lakini ngoja tuone. Kwa Bahati anasema nikawa ninakaa pale na mama, tumekaa siku ya kwanza, ya pili, akawa anaongea na mke wangu kwenye simu, wanaongea vizuri. Bahati anasema ndio kwa mara ya kwanza mke wangu na mama wangu wanaongea vizuri, wameelewana, yani baada ya mimi kumsamehe na nini, wakawa wanaongea sasa ile kwa peace kabisa. Bahati anasema mimi sikutaka kukaa pale kwa zaidi ya wiki 1. Kwa hiyo ile nilivyoambia siku 2 nilisogeza tu wiki 1. Na Bahati anasema siku nikamwaga, nikamwambia kwamba mimi nitaondoka, ninaondoka kesho kutwa. Bahati anasema ilibidi nimwage siku moja kabla. Nikamwambia kwamba lazima nirudi, nikaendelea kutafuta pesa. Wewe mwenyewe unahitaji pesa za matibabu, kuna mama anakuangalia anahitaji pesa, kwa hiyo naomba nirudi.
nikipata nafasi nitakuja tena kwa nafasi nyingine. Bahati anasema kiukweli sikuwa na wazo kabisa la kumbeba mama kumpeleka nyumbani kwangu. Nikaona yule mama anayemhudumia pale inatosha, acha afanye tu hivyo. Nitaenda kumpa zaidi mzigo zaidi mke wangu. Yupo kule na mdogo na dada yangu na msaidia dada yangu, lakini kwa yote ambayo ameyafanya sitaki kumuongezea zaidi mzigo. Kwa hiyo nitajitahidi tu yule mama awe anaendelea kumwangalia mama, wanampeleka hospitali na nini hivyo. Bahati anasema mamangu akaniambia kwamba ungesubiri kidogo. Ungesubiri angalau hata siku 3 kabla hujaondoka. Alafu baada ya siku 3 kuisha, siku ya 4 ya 5 unaweza kaondoka. Bahati anasema nikamwambia mama kwamba sijui kama nitaweza. Mimi naona kama itabidi niondoke siku hiyo. Basi Bahati anasema mamangu aliniangalia tu baada ya mimi kumwambia vile akaona akubaliana na mimi, lakini tulikuwa tunaongea, tunapiga story, tunafanyaje hivyo. Akawa anasema kwamba anatamani kuona wajukuu wake na nini. Nikamwambia tu atakuja kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, tuombe tu uzima na nini na nini. Bahati anasema siku ambayo mimi sasa ndo ninataka niondoke, asubuhi yake anasema nimeshajiandaa vizuri, nimeshavaa nguo, nimeshapaka nguo zangu tokea jana usiku. Sasa wakati napanga nguo pia nilikuwa na mamangu, niko tunapiga story, ananiangalia tu. Lakini Bahati anasema ile siku ambayo ninaenda kumuaga mamangu, nilimwamsha mamangu bila mafanikio. Nilimwamsha mamangu bila mafanikio yoyote yale, hakuamka kabisa. Bahati anasema mamangu kumbe alivyokuwa ananiambia nisubiri, huenda aliniambia kwa sababu anajua kipi ambacho kinatokea. Labda alijua anaondoka, labda alijua anakufa, ndio maana alikuwa ananiambia nisubiri nizike, nikiondoka nimeondoka kabisa. Bahati anasema pia mamangu alikuwa ananiambia kwamba subiri baada ya siku kadhaa ukiondoka ujue umeondoka. Sikuwa naelewa, lakini Bahati anasema wewe ndio mamangu alikuwa ameshajiona kwamba anakaribia kufa, anakaribia kuondoka duniani. Bahati anasema nilimwamsha mamangu bila mafanikio. Nilimwamsha hakuamka. Sikuamini, nilihisi labda amezidiwa. Lakini Bahati anasema nilijitahidi kusikiliza mapigo ya moyo wake. Hakuamka. Wala mapigo ya moyo hakuwa yanaenda. Na mwili wake pia ulikuwa umeshabadilika, yani amekuwa baridi, yani tayari alishakufa. Sifahamu hata alikufa muda gani, alikufa kiza kinene, alikufa nini. Lakini Bahati anasema ninachokijua mimi baada ya mimi kuja kuomba naye msamaha ile hapa nimesahau kuambia. Wakati Bahati anasema walivoombana na msamaha na mamake na nini, akawa akamwambia kwamba alale ndani, awe analala ndani. Bahati anasema alikuwa analala japo kwa shida. Usiku anaweza kuambia mimi usiku sijalala usiku mzima sijaweza kupata usingizi. Kwa Bahati anasema mchana ndo alikuwa anakutana analala pale nje. Mchana anapata usingizi mzito kabisa ule usiku, lakini alivyokuwa baada ya mimi na yeye kusameana, nikamwomba arudi kulala ndani, akawa anajitahidi hivyo hivyo, lakini usiku anasema usiku hawezi kulala kabisa. Hivyo ndo anasema anawaona watoto wake na nini, sijui anamuona mume wake, anaona vitu gani, kwa hiyo akao usiku apate usingizi. Lakini Bahati anasema kwa hiyo mimi sipendi kumuona mamangu analala nje usiku. Bora alale mchana na muone mchana yule pale, usiku ataingia ndani. Kwa Bahati anasema sikujua alikufa kifo cha design gani, lakini nilikuja kumuaga ili mimi niondoke, lakini mamangu hakuwa anaitika, alikuwa ameshafariki dunia. Basi Bahati anasema mke wangu alibidi atoke kule na dada ili kwa ajili ya kuja kwenye msiba. Bahati anasema msiba ulifanyika, na Bahati pia anasema watu kwenye msiba ni kama walikuwa wanamkimbia mke wangu, kumuona kama mke wangu ni wa ajabu, kama ndo amesababisha mpaka mama ameteseka, yani watu walikuwa wanamkimbia. Atasema ukikutana na jirani akiongea naye haongei mara mbili ile anaondoka. Kwa hiyo atasema nilimwambia tu mke wangu azoe, yeye ni mtu wa imani, afu wala hata wasimpi changamoto na nini. Hayo ni mambo ya kawaida ambayo kama binadamu anaweza akafanya, kwa sababu anaona labda kwa sababu mama ameteseka na nini, lakini sio kwa sababu yako, ni kwa sababu ya yale ambayo ameyafanya. Kwa Bahati anasema nilimpumzisha mamangu. Makaburi kwetu yamekuwa kama maua. Kuna makaburi ya kutosha kabisa, yapo kama maua. Na Bahati anasema kwenye mahubiri pia yalizungumzwa mengi.
wachungaji walizungumza, na bahati nasema hata mke wangu alivyokuja alikuja na kuna watu ambao walisindikiza kutoka kanisani wanamsindikiza, ukipata nafasi ya kuongea wakiwashauri watu kama wapo kwenye mambo ya kishirikina waachane na hayo mambo yana mwisho na nini. Mwisho wake siku zote mwisho ubaya ni aibu, ni kufedheka, kama alivyofedheka mamangu alikuwa funzo. But anasema mimi mwenyewe niliomba nafasi ya kuzungumza, nikamwambia kwamba tumrudie Mungu. Mungu yupo, tusiamini kwenye mambo ya ushirikina. Maisha haya bila Mungu huwezi kufika mwisho ukaupata mwisho mwema. Hivyo But anasema japo msiba huko mtaani kama ilivyo kawaida, masuala ya kila mtu kuzungumza la kwake, kufanyaje, wengine kusema mimi ndo nimekuja kummalizia mama yangu, wengine wanasema nimemuua mama yangu sasa mimi ndo nipate utajiri. Yaani kila mtu alizungumza la kwake, lakini kubwa mimi ndo nalijua mimi na Mungu wangu na familia yangu. Mama yangu wakati wake kupumzika ulifika, lakini pia mabaya aliyofanya, huenda aliugulia vile paka ametangulia mbele zake, basi ni alilipa kile ambacho alikitenda. But anasema mimi na mke wangu tulirejea, na anasema pale nyumbani sasa palikuwa kama tena kitu cha ajabu. Hapana mtu, hapakai mtu. Mimi ndo basi anasema ndo mpaka leo hata sijai kutamani kupajenga, yani sitamani kupafanya chochote zaidi ni kwenda kurudi tena. Basi anasema naweza nikakaa miaka 3-5 ndo yani sio rahisi kwenda ile ovyo ovyo kama ilivyokuwa mwanzo, sababu naenda kumfuata nani? Makaburi. Na wewe makaburi hakuna mtu. Kwa hiyo Bahati anasema hata kutokana na historia pale hakuna hata mtu anataka kuwa hata akae pale tu for free, kwa sababu Bahati anasema kuna kipindi tafuta mtu kukaa kwa ajili ya kufanya usafi au halipi chochote, yani nyumba tu isiwe mpya. Lakini Bahati anasema kwa kutokana na historia pale hakuna anayetaka kukaa, labda awe mtu ambaye kutoka mbali, hakuna anayetaka kukaa. Lakini Bahati anasema mimi mwenyewe sitaki kukaa kwenye ile nyumba, yani nikaeti ni ndo familia yangu na nini, hapana, siwezi. Anasema mimi nirejea maisha yangu yakaendelea mengine. Anasema mimi na mke wangu anasema walifanikiwa kupata mtoto mmoja tu wa kiume. Bahati anasema alipata tu mtoto mmoja tu wa kiume, na ndoa ambayo yeye na mke wake walimpata kwenye ndoa yao. Na Bahati anasema yeye na mke wake wapo pamoja paka leo, lakini kwa bahati mbaya sana Bahati anasema kwa kipindi kile ambacho mimi nimeshafiwa na mamangu ilipita kama miaka 4. Bahati anasema baada hapo baba mkuu wangu mimi alifariki, na alifariki tu kwa kupata ajali. Kwa hiyo mimi na mke wangu ndo tukawa viongozi wakuu wa lile kanisa, tukiwa tunasimamia kanisa pamoja na mama na nini. Basi sema mama mkuu wangu bado yuko paka leo, na japo umri umeenda, lakini mimi na mke wangu tupo na mtoto wangu wa kiume huyo mmoja tu. Lakini Bahati anasema tunaendelea na maisha ya kitume, tunaendelea maisha ya uchungaji, bado kanisa liko imara. Hatujakubali ile mali ya familia au ile upako ambao upo, chochote ambacho alikianzisha baba yake mke wangu kipotee. Kwa hiyo tuendelea kupambana. Bahati anasema yani napambana haswa, natamani kama yani ningemjua Mungu mapema sana. Bahati anasema kwa hiyo mimi hata mtoto wangu mimi nimemlea kwenye misingi ya kumjua Mungu sana, kwenye misingi ya dini sana. Uzuri mimi na mke wangu wote tuko hivyo. Kwa hiyo Bahati anasema yani natamani mno mtu yeyote ambaye anasikiliza sahihi aanze kumfundisha mwanae kwenye kujua dini, kwenye kumjua Mungu, kwenye kumtumikia Mungu, litamsaidia. Bahati anasema mimi binafsi natamani kama ningejuaga dini kuanzia nikiwa mtoto mdogo, yani ningemjua Mungu zamani. Lakini Bahati anasema mimi nimekuja kwa mtu mzima baada ya kukutana na mwanamke ambaye ndo mke wangu sasa hivi, ndo ambaye amenitoa kunifundisha kwenda kanisani, kunifundisha kusali, kuomba, ile kuomba ni mke wangu amenifundisha. Bahati anasema maisha yetu sio mabaya, tunaendelea. Lakini Bahati anasema dada yake alikaa sawa, japo hajaolewa, hana mtoto. Na Bahati anasema kama tunakumbuka vizuri aliwahi kupata mtoto mimba akiwa shule ya msingi zamani, lakini mamake alihusika na kifo cha yule mtoto.
mjukuu wake yani akafariki dunia. Kwa bahati anasema dadangu mimi ndio hivyo tumekaa naye tu mpaka leo, na mwenyewe tulitahidi kumwekezesha akafungua tu kibiashara chake kidogo, anakaa hivyo peke yake. Bahati anasema hana mume, hana mtoto wala nini, lakini at least anaweza kufanya jambo, anaweza kujipambania. Na yeye pia amekuwa mtu wa kusali, tunasali wote pamoja kanisani kule. Bahati anasema maisha yetu ndivyo yalivyo. Tuna mtoto mmoja, mtoto wa kiume, mimi na mke wangu. Bahati anasema namshukuru Mungu sana kwa kunipatia mke kama mke wangu ambaye niko naye, kwa sababu bila yeye na uhakika kabisa ingekuwa ni ngumu mimi kufika hapa. Huenda ningefika, lakini ingekuwa ni ngumu zaidi ya ilivyokuwa. Lakini pia labda ingekuwa ni kwa kuchelewa zaidi, lakini alimleta kwangu kwa mipango yake na kufanikisha kufikisha mipango yake hapa ilipofika leo. Na huu ndo mwisho wa simulizi ya Bahati. Najua wengi tashangaa, Bahati amepata mtoto mmoja tu. Bahati anasema ndio, amefanikiwa kupata mtoto mmoja tu kwenye maisha yake. Ana mwanae mmoja tu. Yako mengi yaliyotokea huko, mamake alimfanyia, huenda saizi Bahati angekuwa na watoto watatu na nini. Kipindi kile amefanya mambo mengi kwa ambao tulikuwa sambamba. Hapo tunaishia hapo. Maoni yako, chochote ambacho unataka kumwambia Bahati, basi 0755 00 6705 0755 00 6705. Niwakumbushe tu wale ambao hawakusikiliza simulizi ya Bahati, waingie YouTube, andika Banana FM TZ, subscribe, sikiliza kule, like, comment kuanzia sehemu ya kwanza na kuendelea. Zote zimewekwa kule simulizi za Bahati, na hata hizi za mwisho zitawekwa kwa kile ambacho kimeelezwa. Natumai kila mmoja amejifunza kwa nafasi yake, ameelewa kwa nafasi yake. Kwa wewe ambao upo mbali na Mungu, kwa wewe ambaye kuna maisha yako mengine umeyafanya hayapo sawa, haujamrudia Mungu, kuna mambo ambayo unayafanya, basi hebu mrudie Mungu. Masuala ya kishirikina sio mazuri. Tunaona mama yake Bahati mwisho wake ulivyokuwa mbaya. Tunaona watu wengine pia ambao labda wewe mwenyewe ushapata na ushuhuda. Lakini pia kwa wewe ambao una mtoto wako kama Bahati alivyosema, basi jitahidi umlee mtoto wako kwenye misingi ya kidini kutokana na imani yako wewe ambao uko nayo. Mlee mwanao kwenye misingi ya kidini. Kubali kumjua Mungu, taka kumjua Mungu hata kama umeona umeshakuwa lakini haujafika umri mrefu kiasi hicho ambacho, kwa sababu hakuna umri kamili wa kumjua Mungu. Wewe jitahidi kujisogeza karibu na Mungu, jitahidi kwa imani yako, kila mmoja kwa imani yako, basi ufanye hivyo. Mimi naitwa Madam T, nikutakie siku njema. Kesho tutakuwa na simulizi nyingine mpya, lakini maoni yako yatasoma hapa studio kupitia namba ya simu 0755 00 6705.